Binti pekee wa bilionea ageuka kuwa kibanda kando ya barabara kuu ya upweke ili kula baada ya gari lake kuharibika. Jua lilikuwa kali, upepo ukivua polepole ukiinua vumbi la barabara ya changarawe. Amina, aliyekuwa amevaa mavazi ya heshima lakini asiyoonyesha utajiri wake, alisimama kwa muda akitazama kibanda kile kidogo kilichotengenezwa kwa mabati na mbao. Hakuna mtu aliyekuwa angeweza kudhani kuwa yeye ni binti wa mabilionea wakubwa nchini Kenya. Hakuna hata mmoja. Alishika simu yake, lakini mtandao ulikuwa hafifu. Gari lake lilikuwa limemwacha katikati ya safari na dereva wake hakuwa karibu. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alihisi upweke wa kweli. Ndani ya kibanda hicho, mwanamke mmoja mzee aliyeitwa Mama Zawadi alikuwa akipika chai na mandazi. Harufu ya tangawizi ilimvutia Amina kama sumaku. "Karibu mwanangu," Mama Zawadi alimwambia kwa sauti ya upole. Amina alikaa kimya kwa sekunde chache, kana kwamba alikuwa anapima maisha mapya ambayo hakuwa amezoea. "Naomba chai," alisema kwa sauti ya chini. Hakujua kuwa hatua hiyo ndogo ingemfungulia mlango wa siri kubwa iliyofichwa kwa miaka mingi, siri ambayo ingeweza kubadilisha maisha yake na ya watu wengi waliokuwa karibu naye. Amina alipokea kikombe cha chai, mikono yake ikitetemeka kidogo. Haikuwa kwa sababu ya uchovu pekee, bali kwa hali mpya aliyojikuta ndani yake. Mama Zawadi alimwangalia kwa makini, kana kwamba alikuwa akisoma kitu kilichofichika moyoni mwa msichana huyo. "Wewe si wa huku, sivyo?" aliuliza kwa sauti tulivu. Amina alitabasamu kidogo. "Ninapita tu." Lakini jibu hilo halikumshawishi Mama Zawadi. Kulikuwa na kitu katika macho ya Amina, mchanganyiko wa maumivu na hadhi ambacho hakikuwa cha kawaida. Wakati huo huo, kijana mmoja aliingia kibandani. Jina lake lilikuwa Baraka. Alikuwa mchapakazi, mwenye bidii na alisaidia Mama Zawadi kuendesha kibanda hicho kidogo. Baraka alimsalimia Amina kwa heshima. "Karibu sana." Macho yao yalipokutana kwa mara ya kwanza, kulikuwa na ukimya wa ajabu. Si wa mapenzi ya haraka, bali wa utambuzi usioelezeka. Amina aligeuza macho yake haraka, akijaribu kuficha hisia ambazo hakuweza kuelewa. Hakujua kuwa kijana huyo wa kawaida angekuwa sehemu muhimu ya safari yake, safari ya kuelewa thamani ya maisha, zaidi ya fedha, zaidi ya mali. Baraka aliketi mbali kidogo, lakini macho yake yalikuwa yakimfuata Amina kwa tahadhari. Hakukuwa na ubaya ndani yake. Ni kama alikuwa anajaribu kuelewa hadithi iliyokuwa imejificha nyuma ya uso ule mtulivu. "Gari lako limeharibika?" aliuliza baada ya muda. Amina alishtuka kidogo. "Ndiyo, kidogo tu." Baraka alitikisa kichwa. "Hii barabara huwa na changamoto, lakini usijali, tutatafuta msaada." Maneno yake yalikuwa rahisi, lakini yalikuwa na uzito ambao Amina hakuwahi kuusikia kutoka kwa watu wa dunia yake. Hakukuwa na kujionyesha, hakuna matarajio ya faida. Mama Zawadi aliingilia mazungumzo. "Hapa hatuachi mtu njiani mwanangu." Maneno hayo yalimgusa Amina kwa kina. Katika maisha yake ya utajiri, alikuwa amezoea kila kitu kulipiwa: huduma, urafiki, hata tabasamu. Lakini hapa kulikuwa na kitu halisi. Alinyamaza, akinywa chai yake polepole, akisikiliza sauti za kawaida za maisha, vyombo vikigongana, upepo ukivuma, watu wachache wakipita. Hakujua kuwa utulivu huo ungeanza kuvunja kuta alizokuwa amejijengea kwa miaka mingi. Simu ya Amina ilianza kuita ghafla. Jina lilionekana lilimfanya uso wake ubadilika mara moja. "Baba." Alijaribu kujibu kwa utulivu. "Ndiyo baba." Sauti ya upande wa pili ilikuwa kali na yenye mamlaka. "Uko wapi?" "Nimeambiwa gari limeharibika. Nitatuma watu sasa hivi." Amina alitazama kibanda kile, Mama Zawadi na Baraka. Kwa mara ya kwanza hakutaka kuondoka haraka. "Ni sawa baba, niko salama," alisema pole pole. Kulikuwa na ukimya mfupi kabla ya sauti ile kusema, "Usikae huko muda mrefu." Alipokata simu, Baraka alikuwa akimwangalia kwa makini zaidi sasa. "Unaonekana una maisha makubwa," alisema kwa sauti ya kawaida. Amina alitabasamu kwa uchungu. Maisha makubwa hayamaanishi furaha kubwa. Maneno hayo yalikaa hewani kwa uzito. Mama Zawadi alimtazama kwa jicho la huruma. "Wakati mwingine mwanangu, mali sio kila kitu. Kuna vitu vinanunuliwa na moyo, si pesa." Amina alihisi kitu kikibadilika ndani yake, lakini bado
Hakujua kuwa mazungumzo hayo yalikuwa mwanzo wa kufunuliwa kwa siri ambayo ingeunganisha maisha yao kwa njia isiyotarajiwa. Jioni ilianza kushuka pole pole na anga likabadilika rangi kuwa ya machungwa. Amina bado alikuwa hajapata msaada wa gari lake, lakini kwa ajabu hakuhisi haraka ya kuondoka. Baraka alisimama nje akijaribu kumpigia fundi. "Tutapata suluhisho," alisema kwa uhakika. Amina alimwangalia kwa muda mrefu. Kulikuwa na uaminifu ndani yake ambao haukuhitaji uthibitisho wa pesa au hadhi. "Kwa nini unasaidia mtu usiyemjua?" aliuliza. Baraka alitabasamu. "Hata mimi siku zote nilisaidiwa na watu nisiyowajua." Maneno hayo yalimgusa Amina kwa njia ambayo hakuweza kuelezea. Ndani ya kibanda, Mama Zawadi alikuwa akipanga vitu vyake, lakini macho yake yalionyesha kuwa alijua kitu zaidi, kitu ambacho hakikuwa kimesemwa bado. Alimuita Amina karibu. "Mwanangu, kuna jambo nataka kukuambia, lakini si sasa hivi." Amina alikunja uso kwa mshangao. "Jambo gani?" Mama Zawadi alitikisa kichwa pole pole. "Utakapokuwa tayari." Maneno hayo yalibeba uzito wa siri iliyokuwa imefichwa kwa muda mrefu, na bila kujua, Amina alikuwa tayari ameanza safari ambayo ingeweza kubadilisha kila kitu: utambulisho wake, familia yake na hatima yake. Usiku ulianza kuingia polepole. Kibanda kilianza kuwa kimya na taa ndogo ya mafuta iliwaka ikitoa mwanga wa upole. Amina alikaa nje akitazama barabara iliyoanza kuwa tupu. Maisha yake yote yalionekana kama filamu iliyokuwa mbali sana na hali aliyokuwa nayo sasa. Baraka alikuja akasimama karibu naye. "Fundi amesema atafika kesho asubuhi," alisema. Amina alitikisa kichwa. "Asante." Kulikuwa na ukimya mfupi, lakini haukuwa wa aibu. Ulikuwa wa utulivu. "Unajua," Baraka alianza, "watu wengi wanaopita hapa huwa wanaharakisha sana, hawakai hata dakika moja." Amina alitabasamu kwa mbali. "Labda wanaogopa kusimama au wanakimbia kitu," Baraka alijibu. Maneno hayo yalimgusa Amina. Je, yeye alikuwa anakimbia nini? Ndani ya moyo wake alianza kuhisi kuwa safari hii haikuwa ya bahati mbaya. Kulikuwa na kitu kilichomleta hapa, lakini bado hakujua ni nini. Ndani ya kibanda, Mama Zawadi alikuwa akipanga vyombo, lakini akili yake haikuwa hapo. Alikuwa akimwangalia Amina kwa jicho la ndani zaidi. Alimuita kwa sauti ya upole. "Njoo, mwanangu." Amina aliingia, akikaa karibu naye. Mama Zawadi alitoa kitambaa kidogo kilichofungwa kwa uangalifu, kana kwamba kilikuwa na kitu cha thamani kubwa. "Unaona hiki?" aliuliza. Amina alitikisa kichwa. "Hiki nilikipewa miaka mingi iliyopita na mtu aliyekuwa na macho kama yako." Amina ilishtuka kidogo, lakini hakusema kitu. Mama Zawadi hakufungua kile kitambaa bado. "Maisha yana siri mwanangu. Wakati mwingine tunakutana na watu si kwa bahati mbaya." Amina alihisi moyo wake ukipiga kwa kasi kidogo. Kulikuwa na kitu kinakuja, lakini bado hakikuwa wazi. Na hilo lilifanya kila kitu kuwa kizito zaidi. Baraka aliporudi ndani, alikuta hali imebadilika kidogo. Kulikuwa na ukimya wa aina tofauti. "Ni sawa?" aliuliza. Amina alijibu kwa haraka, "Ndio, niko sawa." Lakini macho yake yalikuwa yakisema kitu kingine. Baraka alikaa chini akiwatazama wote wawili. "Mama, unamfanya ogope?" alisema kwa mzaha mdogo. Mama Zawadi alitabasamu. "La, namuandaa tu." "Kwa nini?" Baraka aliuliza. Mama Zawadi hakujibu mara moja. "Kwa ajili ya ukweli." Neno hilo lilikaa hewani kwa uzito. Amina alihisi tumbo lake likijaa wasiwasi. Ukweli gani? Alitaka kuuliza, lakini alihisi kama bado si wakati sahihi. Na kwa mara nyingine tena, usiku huo uliendelea bila majibu kamili, lakini ukiwa umejaa maswali mazito zaidi. Amina hakulala haraka usiku huo. Alikaa nje kidogo, akitazama nyota ambazo hakuwa ameziangalia kwa muda mrefu. Maisha yake ya zamani yalikuwa na taa nyingi, majengo marefu na kelele zisizoisha, lakini hapa kulikuwa na ukimya unaozungumza. Baraka alitoka nje pole pole. "Huwezi kulala?" aliuliza. Amina alitikisa kichwa. "Unafikiria sana?" "Ndiyo," alijibu kwa uaminifu.
Baraka alikaa karibu naye. Wakati mwingine majibu hayaji kwa kufikiria sana, yanakuja kwa kusikiliza. Kusikiliza nini? Moyo wako? Amina alinyamaza. Hakuwahi kufikiria maisha kwa njia hiyo. Kwa mara ya kwanza, alianza kusikiliza kimya ndani yake, na kile alichosikia hakikuwa rahisi, lakini kilikuwa cha kweli. Asubuhi ilifika taratibu. Mwanga wa jua uliingia ndani ya kibanda, ukivunja ukimya wa usiku. Mama Zawadi tayari alikuwa ameamka, akipika chai kama kawaida. Amina alitoka nje akiwa na mawazo mengi. Leo alihisi kuwa kitu kingefunuliwa. Baraka alikuja akiwa na tabasamu. Habari ya asubuhi, Amina alijibu, lakini macho yake yalikuwa kwa Mama Zawadi. Alijua leo si siku ya kawaida. Mama Zawadi aliwaangalia wote wawili, kisha akashika kile kitambaa tena. Leo nitafungua HII, alisema KWA, sauti ya utulivu. Moyo wa Amina ulianza kupiga kwa kasi. Lakini kumbuka, Mama Zawadi aliendelea, ukweli unaweza kubadilisha kila kitu. Amina alimeza mate polepole. Hakujua kama alikuwa tayari, lakini safari yake ilikuwa imefika hatua ambayo haingeweza kurudi nyuma tena. Mama Zawadi alikaa chini taratibu, akikiweka kile kitambaa mbele yake. Mikono yake ilikuwa imetulia, lakini macho yake yalikuwa na kumbukumbu mzito za miaka mingi. Amina na Baraka walikaa kimya wakimwangalia. Miaka mingi iliyopita, Mama Zawadi alianza, nilikuwa na rafiki yangu wa karibu sana. Alikuwa mwanamke mwenye moyo mzuri, lakini maisha yake hayakuwa rahisi. Amina alisogea kidogo karibu, moyo wake ukianza kubeba uzito wa hadithi hiyo. Alikuwa na mtoto wa kike, Mama Zawadi aliendelea. Mtoto huyo alipotea siku moja katika mazingira ya ajabu. Amina alihisi pumzi yake ikisimama kwa sekunde moja. Na tangu siku hiyo, Mama Zawadi alisema polepole, hakuwahi kuwa yule yule tena. Kulikuwa na ukimya mzito. Baraka alikunja uso. Hiyo inahusiana vipi na... Mama Zawadi aliinua mkono kidogo kumzuia. Subiri, alisema kwa utulivu. Amina alihisi kama hadithi hiyo ilikuwa ikimvuta ndani yake kwa nguvu isiyoelezeka. Mama Zawadi alifungua kile kitambaa taratibu. Ndani yake kulikuwa na mkufu wa zamani, si wa gharama kubwa, lakini ulionekana kuwa na thamani ya kihisia. Amina aliutazama mkufu huo kwa makini. Unaona alama hii? Mama Zawadi aliuliza, akionyesha herufi ndogo iliyochongwa. Amina alisogea karibu zaidi. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Alikuwa ameiona alama hiyo kabla, lakini hakukumbuka wapi. Baraka alisimama kimya, akifuatilia kila kitu kwa macho ya makini. Mama Zawadi aliendelea, mtoto huyo alipotea akiwa bado mdogo sana, na hii ndiyo kitu pekee kilichobaki kumkumbusha. Amina alihisi baridi ikipita mgongoni mwake. Akili yake ilianza kukimbia, ikijaribu kuunganisha vipande vya kumbukumbu, lakini bado hakupata jibu kamili, na hilo lilimfanya aogope zaidi. Kwa nini unanionyesha hii? Amina aliuliza kwa sauti iliyokuwa na wasiwasi. Mama Zawadi alimwangalia kwa jicho la huruma. Kwa sababu kuna kitu ndani yako kinachofanana na hadithi hii. Amina alitikisa kichwa haraka. Hapana, haiwezekani. Lakini hata aliposema hivyo, moyo wake haukuwa na uhakika. Baraka alisogea karibu kidogo. Amina, una uhakika kuhusu historia yako yote? Aliuliza kwa upole. Swali hilo lilikuwa zito kuliko yote. Amina alinyamaza. Alikumbuka mambo ambayo hakuwahi kuuliza, kuhusu utoto wake wa mapema, kuhusu mambo ambayo wazazi wake hawakuwahi kueleza kwa kina. Kwa mara ya kwanza alihisi shaka, na shaka hiyo ilianza kukua polepole ndani yake. Simu ya Amina ilianza kuita tena. Alipoangalia, ilikuwa tena kutoka kwa baba yake. Alijibu kwa haraka, lakini safari hii sauti yake haikuwa thabiti kama awali. Ndiyo baba, watu wangu wako njiani kukuchukua. Usikae hapo tena, sauti ile ilisema kwa ukali. Amina alinyamaza kwa sekunde chache. Mimi bado niko sawa hapa, alisema polepole. Kulikuwa na ukimya mfupi upande wa pili. Unasema nini? Amina alimeza mate. Naweza kuchelewa kidogo.
Baraka na Mama Zawadi walimwangalia kwa mshangao mdogo. Hii haikuwa tena Amina yule aliyekuwa anafuata kila kitu bila kuuliza. Kulikuwa na kitu kilikuwa kinabadilika ndani yake. Na babake alihisi hilo hata kupitia simu. Baada ya kukata simu, Amina alikaa kimya kwa muda mrefu. Mkufu ule bado ulikuwa mbele yake. Alinyoosha mkono wake polepole akaugusa. Kulikuwa na hisia ya ajabu, kama kumbukumbu iliyofichwa ikijaribu kurudi. "Mwanangu," Mama Zawadi alisema kwa sauti ya chini, "sikulazimishi uamini chochote sasa hivi." Amina alimwangalia. "Lakini moyo wako utakuambia ukweli kama utakuwa tayari kusikiliza." Baraka alikaa kimya, lakini macho yake yalikuwa yakionyesha kuwa yuko tayari kusimama na Amina, haijalishi ukweli ungekuwa gani. Amina alifumba macho yake kwa sekunde chache. Ndani yake kulikuwa na vita kati ya maisha aliyoyajua na ukweli ambao ulikuwa unaanza kujitokeza. Na bila kujua, alikuwa karibu sana kugundua kitu ambacho kingebadilisha maisha yake milele. Amina alikaa kimya kwa muda mrefu, mkufu ule ukiwa mikononi mwake. Alikuwa anajaribu kukumbuka kitu, lakini kumbukumbu zilikuwa zimefichwa kama ukungu. "Naweza kuuona vizuri?" aliuliza polepole. Mama Zawadi alimkabidhi mkufu ule bila kusita. Amina aliuangalia kwa makini zaidi. Alama ile ndogo ilianza kumfanya ahisi kitu cha zamani, kama sauti ya mbali iliyokuwa ikimuita. "Nilikuwa na kitu kama hiki," alisema kwa sauti ya chini. Baraka alimsogelea. "Unakumbuka nini?" Amina alifumba macho. "Ni kama nikiwa mdogo, kuna MTU alinivalisha kitu kama hiki, halafu..." Alifungwa macho ghafla, lakini kumbukumbu zinaishia hapo. Mama Zawadi alitikisa kichwa polepole. "Haku ndipo hadithi yako inaanza mwanangu, si kuishia." Amina alihisi moyo wake ukigonga kwa nguvu. Hakukuwa tena na kurudi nyuma. Baraka alitoka nje kidogo kuwapa nafasi. Alikuwa anajua hii ilikuwa zaidi ya mazungumzo ya kawaida. Ndani, Mama Zawadi alimkaribia Amina. "Ni kweli kuna uwezekano mkubwa kuwa wewe ndiye mtoto aliyepotea," alisema kwa sauti ya utulivu. Amina alitetemeka kidogo. "Lakini wazazi wangu, wale waliokulea," Mama Zawadi alimkatiza kwa upole, "huenda walikupata baada ya tukio hilo." Maneno hayo yalikuwa mazito sana. Amina alisimama ghafla, akitembea kidogo ndani ya kibanda. "Hapana, siwezi kuamini hivi haraka." Lakini hata aliposema hivyo, macho yake yalikuwa na machozi. Ndani yake, ukweli ulikuwa unaanza kukubalika polepole, hata kama alijaribu kupinga. Baraka aliporudi ndani, alikuta Amina amekaa chini, macho yake yakiwa yamejaa mawazo. "Uko sawa?" aliuliza kwa upole. Amina alimtazama, macho yake yakionyesha mchanganyiko wa hofu na matumaini. "Sijui tena mimi ni nani," alisema kwa sauti ya chini. Baraka alikaa karibu naye. "Wewe bado ni Amina," alisema kwa uhakika. "Hata ukweli utabadilika, lakini moyo wako haujabadilika." Maneno hayo yalimpa nguvu kidogo. Mama Zawadi alitazama tukio hilo kwa utulivu. Ndani yake alijua safari hii haikuwa rahisi, lakini ilikuwa muhimu, kwa sababu ukweli haukuja kuharibu, ulikuja kuponya. Gari kadhaa zilifika ghafla nje ya kibanda. Baraka alitoka nje haraka. Watu waliovaa suti walishuka, wakionyesha wazi kuwa walitoka kwa familia yenye nguvu. Mtu mmoja alisimama mbele. "Tuko hapa kumchukua Bi Amina." Ndani Amina alisimama, moyo wake ukigonga kwa kasi. Huu ulikuwa wakati wa maamuzi. Alichukua mkufu ule mkononi mwake, akimtazama Mama Zawadi. "Naenda, lakini nitarejea," alisema kwa sauti yenye msimamo. Mama Zawadi alitabasamu kidogo. "Tutakuwa hapa." Baraka alimwangalia Amina kwa macho ya kuamini. "Hii si mwisho," alisema. Amina alitikisa kichwa. Alijua hii ilikuwa mwanzo wa ukweli mkubwa zaidi.
Amina aliingia ndani ya gari, lakini safari hii haikuwa kama nyingine zote. Alikuwa kimya, mkufuu ule ukiwa mkononi mwake. Alipofika nyumbani, kila kitu kilionekana kama kawaida, lakini ndani yake hakuna kilichokuwa kawaida tena. Baba yake alimsubiri akiwa na uso mkali. "Ulikuwa wapi?" aliuliza. Amina alimwangalia moja kwa moja. "Kuna mambo nataka kujua," alisema kwa uthabiti. Sauti yake ilikuwa tofauti. Ilikuwa ya mtu hataki tena kuishi bila ukweli. Baba yake alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema polepole, "Ni mambo gani?" Amina alishika mkufuu ule mbele yake. "Historia yangu ya kweli." Chumba kilijaa ukimya mzito, na hapo ndipo siri kubwa zaidi ilianza kufunguka. Chumba kilikuwa kimya. Amina alisimama mbele ya baba yake, MKUFU ukiwa bado mkononi mwake. Baba yake BW Omari alimwangalia KWA, macho makali, lakini yaliyoficha kitu kingine, hofu. "Huo MKUFU umeutoa wapi?" aliuliza polepole. Amina hakusita. "Nilipata KWA Mama Zawadi." Jina hilo lilipogusa masikio ya Omari, uso wake ulibadilika kidogo. Alikaa chini taratibu, kama mtu aliyebeba mzigo mzito kwa miaka mingi. "Kuna mambo ambayo hukuwahi kujua," alisema KWA, sauti iliyopungua nguvu. Amina alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi. "Niambie sasa," alisema kwa uthabiti. Omari alifumba macho KWA sekunde chache, kisha akafungua polepole. "Hatukuzaa sisi," alisema. Maneno hayo yalipenya moja kwa moja ndani ya moyo wa Amina, lakini KWA ajabu hakushangaa sana kama alivyotarajia. Ndani yake tayari alikuwa ameanza kuhisi ukweli huo. "Mlikuwa mnanipataje?" Amina aliuliza, sauti yake ikitetemeka kidogo. Omari alishusha pumzi nzito. "Ilikuwa ajali, au labda bahati mbaya," alianza. Alieleza jinsi walivyompata Amina akiwa mtoto mdogo peke yake baada ya tukio la mkanganyiko barabarani miaka mingi iliyopita. "Hakukuwa na mtu wa kukutambua, na tulikuwa tumepoteza mtoto wetu muda mfupi kabla ya hapo." Sauti yake ilivunjika kidogo. "Hivyo tukakuchukua kama wetu." Amina alifumba macho, machozi yakianza kumtoka polepole. Hakuwa na hasira, alikuwa na huzuni na maswali mengi zaidi. "Kwa nini hamkuniambia?" Omari alinyamaza. "Tulikuogopa kukupoteza." Maneno hayo yalikuwa ya kweli na ya kuumiza pia. Amina alikaa chini polepole. Maisha aliyoyajua yalikuwa yakivunjika mbele yake, lakini si kwa njia ya kuharibu, bali ya kufungua ukweli. "Na mama yangu wa kweli?" aliuliza kwa sauti ya chini. Omari alimtazama kwa makini. "Hatujawahi kumpata, lakini kuna mtu mmoja aliyekuwa akijaribu kumtafuta mtoto huyo kwa miaka mingi." "Mama Zawadi?" Amina alisema taratibu. Omari alitikisa kichwa. "Ndiyo." Macho ya Amina yalijaa machozi zaidi. Kwa miaka yote mtu alikuwa akimtafuta, na sasa walikuwa karibu sana. Alisimama ghafla. "Nataka kurudi pale," alisema bila kusita. Omari alimwangalia kwa muda mrefu, kisha akasema kwa utulivu, "Nitaenda na wewe." Huo ulikuwa mwanzo wa hatua ya mwisho ya safari yao. Safari ya kurudi ilikuwa ya kimya. Amina aliketi pembeni ya baba yake, lakini sasa uhusiano wao ulikuwa tofauti, ulikuwa wazi zaidi, wa kweli zaidi. Hakukuwa tena na siri kubwa kati yao. Walipofika kwenye kibanda, Baraka alikuwa wa kwanza kuwaona. Alikimbia kidogo kuelekea kwenye gari. "Amina!" alisema kwa mshangao. Amina alitabasamu kwa macho yenye hisia. "Nimerudi." Mama Zawadi alitoka nje polepole. Alipowaona, alisimama kwa sekunde moja, macho yake yakikaza kwa hisia nzito. Amina alimsogelea hatua moja baada ya nyingine. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu kuliko wakati wowote. Hakukuwa tena na kukimbia ukweli, ulikuwa mbele yake. Amina alisimama mbele ya Mama Zawadi. Hakuna aliyesema kitu kwa sekunde chache.
Kulikuwa na ukimya mzito, lakini uliojaa majibu. Mama Zawadi alinyosha mkono wake polepole, akiugusa uso wa Amina. Macho yake yalijaa machozi. Macho haya, alisema kwa sauti iliyovunjika, ni yale yale. Amina hakuweza kujizuia tena. Mimi ndiye? Aliuliza kwa sauti ya chini yenye hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Mama Zawadi alitikisa kichwa polepole, machozi yakimtiririka. Ndiyo mwanangu. Maneno hayo yalivunja kila kitu ndani ya Amina. Alianguka ndani ya mikono ya Mama Zawadi, wakilia pamoja, miaka ya upweke, maumivu na kusubiri ikimwagika kwa wakati mmoja. Baraka alisimama pembeni, macho yake yakiwa yamejaa hisia. Omari alitazama KWA mbali, akitambua kuwa alipoteza kitu, lakini pia alipata familia MPYA kwa njia ya ukweli. Baada ya muda, machozi na kukumbatiana, ukimya wa amani ulitanda. Amina alikaa karibu na Mama Zawadi, bado akishika mkono wake kwa nguvu, kana kwamba aliogopa kuachia tena. Kwa miaka yote, Amina alisema kwa sauti ya chini, ulikuwa unanitafuta? Mama Zawadi alitikiza kichwa. Sikuacha hata siku moja. Baraka alisimama pembeni, akitazama tukio hilo kwa heshima. Omari alisogea karibu polepole. Mama Zawadi, alianza, najua hatukufanya kila kitu kwa njia sahihi, lakini tulimlea kwa upendo. Mama Zawadi alimwangalia kwa macho ya utulifu. Ninaona hilo, alisema. Hakukuwa na chuki, kulikuwa na kuelewana. Amina alitazama pande zote mbili, maisha yake ya zamani na maisha yake ya sasa. Kwa mara ya kwanza hakuhisi kugawanyika. Alijua alikuwa na familia mbili na zote zilikuwa sehemu yake. Siku zilianza kupita, lakini mambo hayakurudi kama zamani. Amina alianza kugawanya muda wake kati ya maisha yake ya kifahari na kibanda cha Mama Zawadi. Lakini sasa hakukuwa na tofauti kubwa kama awali. Alianza kusaidia kuboresha kibanda, si kwa kujionyesha, bali kwa upendo. Alihakikisha Mama Zawadi anapata huduma bora na Baraka anapata msaada wa kukuza biashara yao. Hatutaki kubadilika sana, Baraka alisema siku moja. Amina alitabasamu. Sitaki kubadilisha moyo wa hapa, nataka kuimarisha tu. Alianza pia kuwafundisha watu wa eneo hilo kuhusu mambo ya fedha, kuhifadhi pesa, uwekezaji mdogo na mipango ya maisha. Hakutumia majina makubwa, alitumia maneno rahisi. Na watu walimsikiliza kwa sababu waliona ukweli ndani yake. Siku moja jioni, Amina na Baraka walikaa nje ya kibanda wakitazama jua likizama. Kulikuwa na ukimya mzuri kati yao. Maisha yako yamebadilika sana, Baraka alisema. Amina alitikiza kichwa. Ndiyo, lakini najisikia kama nimepata kitu nilichokuwa na kikosa. Baraka alimtazama kwa makini. Na ni nini hicho? Amina alitabasamu polepole. Kweli? Kulikuwa na ukimya mfupi, kisha Baraka alitabasamu pia. Mimi nilikujua kabla ya yote haya, alisema kwa utulivu. Amina alimtazama, macho yao yakikutana. Kulikuwa na hisia ya kina, si ya haraka, bali ya kweli. Hisia iliyojengwa juu ya uaminifu, si mali. Na hapo ndipo uhusiano wao ulianza kukua kwa utulivu. Siku ya sherehe ndogo ilipangwa pale kibandani. Haikuwa ya kifahari, lakini ilikuwa ya moyo. Watu wa eneo hilo walikusanyika, wakisherehekea pamoja kama familia. Amina alisimama mbele yao, akitazama kila mtu. Nilikuja hapa nikiwa nimepotea, alisema kwa sauti ya wazi. Lakini nimeondoka nikiwa nimepata familia, ukweli na maana ya maisha. Mama Zawadi alitabasamu kwa fahari. Omari alisimama pembeni, akitazama kwa macho yenye utulivu. Amekubali ukweli na amepata amani. Baraka alisimama karibu na Amina, bila kusema mengi, lakini uwepo wake ulikuwa wa kutosha. Huo haukuwa mwisho wa safari, lakini ulikuwa mwanzo wa maisha mapya yaliyojaa amana. Miaka michache baadaye, kibanda kile kilibaki pale pale, lakini sasa kilikuwa na hadithi kubwa nyuma yake. Hakikuwa tena tu mahali pa chai, kilikuwa mahali pa matumaini. Amina alisimama nje, akitazama barabara ile ile aliyosimama siku ile ya kwanza. Alikumbuka jinsi alivyokuwa mpweke na jinsi maisha yalivyombadilisha. Mama Zawadi alitoka nje, akisimama karibu naye. Unafikiria nini? Aliuliza. Amina alitabasamu. Nafikiria jinsi maisha yalivyobadilika kwa sababu ya kusimama hapa tu siku moja.
Baraka alijiunga nao. Akisimama upande wake, hakukuwa na maneno mengi, lakini kulikuwa na amani. Na ndani ya moyo wake, Amina alijua kitu kimoja: maisha ya kweli hayapimwi kwa pesa, bali kwa watu unawapata njiani na ukweli unaothubutu kukubali.